Ninafurahi kuwaona wajumbe wote mkiwa wenye nyuso za bashasha. Ninawashukuru sana kwa mahudhurio yenu mazuri, na naamini kuwa ninyi pamoja na wageni wetu waalikwa mmepata mapokezi mazuri pamoja na huduma muafaka tangu mlipofika hapa Dodoma. Karibuni sana makao makuu ya nchi yetu. Kwa heshima kubwa niwakaribishe Dodoma wageni wetu wote na waalikwa wa mkutano huu kutoka ndani na nje ya nchi yetu. Ninawashukuru sana wageni wetu kutoka vyama rafiki kwa kukubali mwaliko na kuja kuungana nasi leo. Kwa hakika uwepo wenu ni uthibitisho tosha wa dhamira yetu ya dhati ya kuendeleza na kudumisha udugu, urafiki, umoja na mshikamano baina ya vyama vyetu na wananchi wa mataifa yetu. Kwa niaba ya viongozi wenzangu wa Chama cha Mapinduzi, wanachama na Watanzania wote kwa ujumla, tunawashukuru na tunawaambia tena karibuni sana. Ndugu wajumbe wa mkutano mkuu, mtakumbuka kwamba mkutano mkuu maalum wa tarehe 18 na 19 Januari 2025 ulipokea taarifa ya halmashauri kuu ya CCM Taifa kuhusu utekelezaji wa kazi za chama na jumuiya zake kwa kipindi cha miaka miwili 22-24. Lakini vile vile tulipokea taarifa ya utekelezaji wa ilani ya CCM ya uchaguzi ya mwaka 2020-2025 kwa kipindi cha miaka minne mpaka mwaka jana uliofanywa na serikali zetu mbili. Tulifanya marekebisho madogo ya katiba ya CCM ya mwaka 1977 na likawa toleo la 2025 na kumchagua makamu mwenyekiti wa CCM Bara. Vile vile mkutano ule kwa kuzingatia ibara ya 100 kifungu kidogo cha pili na ibara ya 101 kifungu kidogo cha 5 kifungu kidogo cha B za katiba ya CCM ya mwaka 1977 ulimaliza kazi ya kuteua mgombea wa nafasi ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na mgombea mwenza. Aidha, ulimthibitisha mgombea wa urais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi baada ya kuteuliwa na halmashauri kuu ya taifa ya Chama cha Mapinduzi. Ndugu wajumbe wa mkutano mkuu wa CCM Taifa, mkutano mkuu huu ni sehemu muhimu ya maandalizi ya chama chetu kushiriki katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu 2025. Kama inavyoonekana kwenye ratiba ya mkutano huu, ajenda kuu tutakayojadili kuanzia leo, kuangalia yaliyomo kwenye ilani tunayokwenda kuinadi kwa wananchi katika uchaguzi ujao. Itakumbukwa kuwa katika kutekeleza jukumu lake la kikatiba lililoainishwa chini ya ibara 103 kifungu kidogo cha 4 ya katiba ya Chama cha Mapinduzi, halmashauri kuu ya CCM Taifa katika kikao chake kilichofanyika Dodoma tarehe 10 Machi mwaka huu, pamoja na mambo mengine, ilipokea na kuthibitisha ilani ya Chama cha Mapinduzi, ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi kwa mwaka huu. Hivyo basi kesho tutafanya uzinduzi wa ilani tutakayokwenda kuinadi kwa wananchi ili watupe imani na ridhaa. Watupe imani na ridhaa ya kuturudisha kuendelea serikalini katika kipindi kingine cha miaka mitano. CCM oyee! Niwahakikishie kwamba ilani ya Chama cha Mapinduzi ya uchaguzi mkuu hii tunayokwenda nayo imeandaliwa kwa weledi mkubwa, vile vile imeandaliwa na kuwashirikisha wananchi wenyewe, asasi za kiraia, taasisi za elimu ya juu na wadau wengine wengi kutoka makundi mbalimbali ya kijamii. Aidha, ilani yetu imeainisha vipaumbele vya chama ambavyo muda utakapowadia vitawekwa bayana hapa. Ndugu wajumbe wa mkutano mkuu, kama mnavyofahamu, ilani ya CCM ya uchaguzi mkuu ya mwaka 2025 ile iliyopita tunayomalizia iliakisi kipindi cha kwanza cha miaka mitano utekelezaji wa mwelekeo wa sera za CCM katika kipindi cha miaka 2020-2030. Hivyo ilani ya uchaguzi mkuu ya mwaka huu 2025 inaakisi kipindi cha pili na cha mwisho cha utekelezaji wa mwelekeo wa sera za CCM
katika kipindi cha mwaka 2020 hadi 2030. Hivyo, kabla hatujaendelea mbele, tumeona ni muhimu kabla hatujaiwasilisha ilani hii kwenu, tumeona ni muhimu tufanye tena mapitio ya utekelezaji wa ilani iliyopita kwa miaka mitano, na ndiyo kazi tutakayoifanya leo, na kesho tutawasilisha ilani hii tunayokwenda nayo ina vitu gani ndani, na tutaizindua rasmi. Matarajio yangu ni kuwa baada ya kupokea taarifa za serikali za utekelezaji wa ilani ya CCM ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2020-2025 pamoja na uzinduzi rasmi wa ilani ya uchaguzi mkuu hii mpya, wajumbe wote wa mkutano mkuu huu kwa pamoja tutabeba jukumu la kuifikisha na kuitangaza ilani kwa wananchi wakati utakapofika. Jukumu hili litakuwa sambamba na kuyatangaza kwa wananchi mafanikio yaliyofikiwa na CCM katika utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya mwaka tunayoimalizia. Waheshimiwa viongozi na ndugu wajumbe, katika kuendelea na jitihada za kukijenga Chama cha Mapinduzi, nitumie fursa hii kuwajulisha kwamba jana tarehe 28 Mei 2025, kwa niaba yenu wanachama wenzangu, nilipata fursa ya kuweka jiwe la msingi kwa ajili ya ujenzi wa jengo la ofisi za makao makuu ya chama chetu itakayojengwa katika mtaa wa Salimini hapa Dodoma. Hatua hii inaashiria kuanza rasmi kwa ujenzi wa jengo hilo la ghorofa 5 litakalotumia mifumo na teknolojia ya kisasa. Jengo hilo linatarajiwa kukamilika mapema mwaka 2027 ili tulifungue wakati tukisherehekea miaka 50 tangu kuundwa kwa Chama cha Mapinduzi. Katika hili nirejee kusisitiza kama nilivyosema jana kwa wanachama na wapenzi wa Chama cha Mapinduzi kuendelea kuunga mkono na kuchangia ujenzi wa ofisi za makao makuu kama ambavyo mmekuwa mkifanya kwenye miradi mingine ya chama katika ngazi mbalimbali kote nchini. Ndugu wajumbe wa mkutano mkuu, baada ya maelezo hayo ya utangulizi, sasa nitamke kuwa mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi Taifa umefunguliwa rasmi. Mwenyezi Mungu atuwezeshe kufikia